Ndugu zangu, tangu jana hadi leo tumekuwa na hija yetu ya kila mwaka, hija kwa heshima ya utukufu wa msalaba katika kituo chetu hiki cha hija Kalvario Kayungu. Masomo tuliyosikia katika somo letu la kwanza, tumesikia jinsi watu walivyomnungunikia Mungu na Musa kule jangwani. Mungu akatuma nyoka wa sumu kati yao, wakawauma watu wengi wakafa. Musa akamlilia Mungu aondoe nyoka wale. Mungu akamwambia Musa achonge nyoka wa shaba amtundike kwenye mti, ili kila mtu atakayeumwa na nyoka hao, basi ili apone alipaswa kutazama yule nyoka wa shaba aliyetundikwa mtini kwa imani, basi alipona. Na katika somo letu la pili tumesikia pia Yesu katika somo la Injili Yesu anamwambia Nikodemo kwamba kama vile Musa alivyomwinua yule nyoka wa shaba jangwani, watu walioumwa na nyoka wakamwangalia yule nyoka wa shaba walipona. Vivyo hivyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa, ili kila mtu aaminie awe na uzima wa milele katika yeye. Kila mtu aliyeumwa na shetani amtazame Yesu pale msalabani apone. Katika somo la pili tumesikia mtume Paulo anawaandikia Wafilipi kuwa Yesu kwa asili yake alikuwa Mungu, lakini kule kuwa sawa na Mungu hakuona kama ni kitu cha kushikamana nacho kwa nguvu, bali kwa hiari yake mwenyewe aliachilia huo utukufu, akawa kama mwanadamu. Tena alipoonekana kama mwanadamu alijinyenyekesha, akawa mtii hata mauti, naam, hata mauti ya msalaba. Msalaba kwetu ni tiba, na hasa kwa wale wenye kuamini, sawa sawa na ile tiba ya nyoka wa shaba waliopewa Waisraeli kule jangwani. Kuinuliwa Yesu msalabani imekuwa ni tiba na faida kubwa kwa wanaomwamini Kristo. Msalaba huu umekuwa ni ishara ya matumaini kwetu sisi wanadamu wanaomwamini yeye. Katekisimu yetu inatufundisha swali, nasema kwa Kiruga: kuba Yesu atarashasire abantu icwena twakubere tuta. Kuba Yesu atarashasire abantu icwena twakunagirwe omuliro ogutarihwaho. Swali jingine: Yesu no kushasha kwe kuona akatugasiraki? Jibu: Yesu okushasha kwe kuona akatwatirira ahali Mungu, yamara yatubonere neema ezo kutugobya omwiguru. Kumbe kwa mateso na kifo cha Yesu Kristo pale msalabani ndiyo sababu kwenye msalaba Yesu alituokoa, alifuta deni letu, aliondoa laana yetu. Kwa kifo chake alituosha dhambi zetu. Yesu yupo pale msalabani kama mwalimu, akitufundisha tuwe na mapendo na kujitoa sadaka mpaka kufa. Anatufundisha tusikimbie mateso,
tusikimbie matatizo, tuvumilie mpaka kufa kwetu kama yeye, licha ya kejeli nyingi alizokejeliwa akiwa hapo msalabani. Kwetu msalaba ni zaidi ya ile nyoka, maana Yesu mwenyewe aliyetundikwa hapo msalabani ni wa thamani kubwa sana kuliko yule nyoka wa shaba. Basi tuelekee msalaba, tutazame, tupate kuponywa na sumu ya nyoka au shetani anayetushambulia ulimwenguni humu. Tumtambue anayetugonga na twende tumtazame Yesu msalabani. Hakika tutapona, kwani msalaba ni chombo cha ufunuo wa huruma na upendo wa Mungu. Ni ishara ya neema, sala, msamaha, upatanisho na matumaini. Msalaba ni shule ya kumfunza Mkristo kuwa hakuna mapendo kamili yasiyokuwa na mateso. Kwa baadhi ya watu msalaba ni kashfa, lakini kwa Mkristo kashfa inakuja pale Mkristo anapokimbia msalaba, yaani kukimbia mateso anayekumbana nayo katika kutimiza mapenzi ya Mungu. Kwa Mkristo kukwepa mateso na msalaba, tunamuumiza Yesu, tunamfanya Yesu azidi kuteseka. Kuna kisa cha mtume Petro akiwa huko Roma. Simulizi hili halijaandikwa kwenye Biblia, lakini lipo katika mapokeo ya kanisa letu. Simulizi hili linasema hivi: Petro alipokuwa akitafutwa na serikali ya Kirumi huko mjini Roma ili ateswe mpaka kufa, yeye aliamua kukimbia, yaani kutoroka, ili asiteswe na kuuawa. Wakati anatoroka mjini Roma akimbilie mbali, njiani alikutana na Yesu anaelekea mjini Roma. Petro akamuuliza Yesu, unaenda wapi Bwana? Yesu akamjibu, naenda mjini Roma nikateswe mara ya pili, maana wewe umekimbia mateso. Ndipo Petro alipogundua kuwa amefanya kitu kibaya, kukimbia mateso. Ndipo alipoamua kurudi ili ateswe, na aliteswa na kutundikwa msalabani kama Yesu, isipokuwa yeye alitundikwa kichwa chini, miguu juu. Ndugu zangu wapendwa, mnao sikiliza leo hii, mliokuja kuhiji kwenye hija hii ya msalaba, tusikimbie mateso na misalaba yetu. Tukikimbia tunamfanya Yesu ateseke mara ya pili. Tunashindwa kuwa wafuasi wake haswa. Yesu mwenyewe anatufundisha kuwa mtu yeyote akitaka kuwa mfuasi wangu sharti ajikane mwenyewe, abebe msalaba wake kila siku, anifuate. Katika maisha yetu maana halisi ya msalaba ni hii. Maana halisi ya msalaba ni hii. Na nukuu kituo cha pili, Yesu anapokea msalaba. Yesu, tunakuabudu, tunakushukuru mwakomboa watu kwa msalaba wako mtakatifu. Yesu anakubali kupokea msalaba kwa ajili ya wokovu wa watu. Ndivyo anavyonifundisha moyo wa sadaka, moyo wa kujitolea na kujisahau kwa ajili ya wengine. Yesu wangu mkarimu, mimi pia ninao msalaba wangu, jirani zangu, mwenzangu wa ndoa, watoto, wazazi wangu, kazi zangu, joto, baridi, njaa, kiu, vishawishi, magonjwa na matatizo mengine ya maisha. Wajibu wangu kwa Mungu na kwa umma na kwa kanisa, hayo yote ni msalaba. Unipe ukarimu wako Yesu, niyapokee bila kunungunika na kuyabeba vema.
Mwisho wa kunukuu kituo cha pili cha njia ya msalaba. Hayo ndiyo mateso au msalaba mtu anayepata katika maisha yake ya wito wake, wito wa ndoa, wito wa upadre, wito wa utawa, wito wa kazi za kawaida na kadhalika. Mateso hayo hayatenganishwi na maisha. Mateso au msalaba ni sehemu ya maisha. Maisha yana maana, na kama maisha yana maana na mateso ni sehemu ya maisha, kumbe mateso yana maana pia vile vile. Mtakatifu Magdalena wa Kanosa alisema, utakatifu bila mateso ni ndoto. Ukitaka utakatifu bila mateso ni ndoto. Hapata kuwa na utakatifu ambao hauna alama au muhuri wa mateso. Hutaweza kuupata huo utakatifu. Safari hii ya maisha inahitaji uvumilivu. Uvumilivu ni mti wenye ukakasi, lakini matunda yake ni matamu sana. Mtakatifu Jerome kuhusu uvumilivu anasema hivi: askari wa Yesu husonga mbele licha ya fadhila anazopendelewa na vipingamizi anavyokutana navyo. Sifa anazopata hazimfanya ajae kiburi, lawama na shutuma. Hazimkatishi tamaa. Umaskini haumfadhaishi, tena hababaishwi na anasa za kidunia. Ndugu zangu wapendwa, katika mateso haya kuna hatua tatu za kuvumilia mateso. Hatua ya kwanza ni kuteseka kwa ajili ya amani. Unateseka, unavumilia, cha msingi amani itawale. Hiyo ni hatua ya kawaida sana. Hatua ya pili ni ile ya kuteseka kwa kutaka kuteseka, pengine kufanya malipizi na kadhalika. Lakini hatua ya tatu ambayo ndio nzuri zaidi ni ile ya kuteseka kwa kufurahia mateso na kuona fahari unapoteseka. Hiyo ndiyo hatua nzuri zaidi ya utakatifu. Ukifikia hatua hiyo, basi umekuwa mtakatifu au umekaribia utakatifu, kama Mtume Paulo aliyekuwa hata akimshukuru Mungu kwa kupata mateso hayo. Anasema, namnukuu, naam, si hayo tu, bali tunafurahia pia katika taabu, tukijua kwamba taabu huleta saburi, nayo saburi huleta uthabiti, na uthabiti huleta tumaini. Warumi sura ya 5 aya 3. Kwa kweli, kadri mtu anavyoteseka zaidi kwa uvumilivu na mapendo, ndivyo hivyo na sura ya Kristo inavyozidi kujidhihirisha katika nafsi yake. Anamfanana Kristo aliyeteseka. Mtakatifu Francisco aliyafurahia mateso yake na kusema, namnukuu, zaidi Bwana, usiondoe msalaba huu kutoka kwangu, ama sivyo uniongezee mzito zaidi. Huyu alifikia ile hatua ya tatu ya kuteseka na kufurahia mateso na kuona fahari alipoteseka. Mtakatifu Padre Pio yeye anasema, kuna furaha ya hali ya juu sana katika mateso mazito, furaha ambayo huwezi kuieleza kwa maneno. Mtume Yakobo katika maandiko matakatifu anasema hivi, namnukuu, ndugu zangu, muwe na furaha mnapopatwa na majaribu mbalimbali, kwani mwajua kwamba imani yenu ikisha stahimili itawapeni uvumilivu. Yakobo, waraka wa Yakobo sura ya 1 aya 2.
Ndugu zangu, uvumilivu huja kwa sababu ya ukomavu wa imani. Tena ndiyo uthibitisho wa imani kwamba imekomaa. Mtu asiyekuwa na uvumilivu, huyo bado hajakomaa katika imani. Uvumilivu ni moja ya shuhuda za imani ya Mkristo. Mtakatifu Gregori aliandika hivi: uvumilivu ni ufiadini uliofichika ndani ya roho. Kumbe anayevumilia anakuwa ni mfiadini ambaye si kwa kukata panga, bali kwa kuvumilia yale mateso anayoyapata katika roho yake, katika mwili wake. Baba Mtakatifu Yohane Paulo wa pili kuhusu mateso alisema hivi: furaha katika mateso inakuja baada ya kugundua maana ya mateso. Mwisho wa kumnukuu. Mateso haya hata yaonekane kuwa ya namna gani, huwa hayatenganishwi na uwepo wa mwanadamu duniani. Mtu akija gundua maana ya mateso katika maisha, daima atayapenda na kuyafurahia hayo mateso, kwani mateso yanatoa fursa kwa mtu kujibandua katika malimwengu na kujishikamanisha na mbingu. Kwa hiyo basi, tunatakiwa kuyazoea mateso ambayo Kristo atapenda kututumia. Yesu ambaye hawezi kukuacha wewe katika mateso kwa muda mrefu, atakuja kukusaidia na kukufariji na kukujaza ujasiri katika roho yako. Kama Mungu atapenda kurefusha muda wa mateso yako, usilalamike au kujaribu kuchunguza sababu. Lakini kumbuka kuwa hata wana wa Israeli walisafiri miaka 40 jangwani kabla ya kufika nchi ya ahadi. Humo walipata mateso mengi mbalimbali, lakini lengo la mateso ilikuwa ni kuwaunda. Mateso ni njia tu ya kutuunda, pia ni njia ya kuingia utukufu. Madhara ya watu kutopenda kubeba misalaba yao kumefanya baadhi ya wazazi kukimbia familia zao na kusababisha watoto wa mitaani. Kumefanya wanafunzi kukatisha masomo yao, wengine kujiua kwa kunywa sumu ya magugu na kadhalika. Ndugu zangu wapendwa, tunapaswa kuvumilia mateso na tubebe misalaba yetu. Katika mateso haya ya maisha, Yesu huyu anatuambia mambo haya. Anatuambia, furahini wanangu, vumilieni sana. Mimi ni Mungu wenu, niko pamoja nanyi. Matatizo yenu yote mimi nimeyaona. Ninawaandalia makao ya milele. Nimeweka tayari kitambaa changu cheupe, niwafute machozi wanangu mnaolia. Nimeweka tayari damu yangu wanangu, nipate kuyaganga majeraha yenu yote. Basi kumbe, ndugu yangu mpendwa, uwe hodari na moyo wa ushujaa. Usiogope wala usifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu wako yuko pamoja nawe kila uendapo. Penye shida, mwite Bwana Yesu, atakuja kusaidia, kwani njia zako ziko kwake. Yeye anazifahamu na mapito yako yote anayajua. Katika hali ya pepo wabaya, litaje jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Katika hali ya nguvu za giza, ita damu ya Yesu isafishe. Pepo kuzimu wanatetemeka wakisikia jina la Yesu. Jina la Yesu latetemesha nguvu za giza na mamlaka yote. Na katika ugonjwa mbaya unaokusumbua, litaje jina la Yesu. Penye hofu na mahangaiko, ita damu ya Yesu isafishe. Ndugu yangu, kwa Yesu ni heri. Mwambie Yesu, nakupa moyo wangu, nakupa pia roho yangu. Mwambie, njoo haraka Mwokozi wangu, nishike mkono wangu siku zote. Basi kumbe furaha yangu na heri yangu iko kwa Bwana wangu aliyeniumba mimi.
niko naye Mwokozi wangu aliyekufa juu msalabani kwa ajili yangu mimi. Ninatamani niishi naye mbinguni. Maisha ya mbinguni ni maisha ya milele. Siri yangu anaijua yeye, siku zangu za kuishi duniani anazijua. Wema wake hauna mipaka, maovu yangu yote anisamehe, na hivyo niko radhi kujikabidhi kwake kikamilifu kabisa.